Mungu ni nani? Nini lengo la kuumbwa kwetu? Mungu anataka nini kwetu? Hivi vitu vya msingi sana ambavyo mtoto anafundishwa. Akishafundishwa anaelewa, akishaelewa anaishi kadiri ya alivyofundishwa. Ndio maana kanisa halijafa mpaka leo. Msingi wa mambo yote ni katekesi, na mtu muhimu kama nilivyosema ni katekista mwenyewe, ndio mwalimu wa dini. Dini, imani ya Mkatoliki na katekista ni chanda na pete, vinategemeana, hawezi kuvitenganisha. Ni ofisi nyeti ambayo ikilegalega tu dini yetu, imani yetu inafifia, inashuka na hatimaye ikateketea. Ufanisi wa maisha ya Ukatoliki hutegemea sana na katekesi ambayo inatunzwa na mwalimu wa dini anaitwa katekista. Katekesi hufundishwa tangu tukiwa wadogo, tena kwa njia nyepesi kama nilivyosema, maswali mafupi yenye mtiririko halisi wa kiimani ambao unamjenga mtu katika maisha yake ya kiimani, na hii inakuwa nyepesi kwa binadamu au mtu huyo kuelewa, kukariri na kuishi Ukatoliki wake. Utume wa katekesi na katekista. Ufanisi wa utume wa katekista hutegemea sana na mwenendo wa maisha yake. Yeye ni mwalimu wa dini. Kama mwalimu wa dini, ufanisi wa kazi yake hutegemea sana mwenendo wa maisha yake, mifumo yake, tabia zake na imani yake. Katekista lazima afundishe anachoamini. Katekista anaamini nini? Mfano, tuna madhehebu mbalimbali wenye mchanganyiko wa mafundisho na imani mbalimbali, lakini wewe kama Mkatoliki unaamini nini? Wewe kama katekista unaamini nini? Nini misingi ya imani yako ya kanisa lako Katoliki? Ukiangalia hoja hii au mafundisho haya yanajibu, unatokana na sala tunaoita kanuni ya imani. Hapo ndio kwenye Ukatoliki. Kanuni ya imani au jina lingine sadiki, ndipo kwenye mafundisho halisi ya msingi ya Kikatoliki ambayo wewe katekista unayaamini. Wewe katekista unayafundisha kwa kuyachambua, kuyamega yawe mepesi kueleweka.